madarasa miongoni mwa madarasa zinazomzungumzia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maisha yake, tabia zake, mienendo yake mpaka dawa yake, tutakuja kueleza hapa katika majlisi kama haya. Na tukiwa katika mwendeleo darasa zetu, leo tutakuja kuelezea juu ya faida ya kumweleza ama kumfahamu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faida bila shaka zipo nyingi sana, hasa katika ulimwengu huu tuliokuwa nao na zama zilizokuwa nazo zinazohitajia ad-durus al-muhammadiyya, umma ambao kwamba tayari umetepetea na umekosa mwelekeo, umma ambao unaohitajia sana uokozi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umma ambao tayari umekwisha kurudi katika zile radhila za zamani, umma ambao hawaabudu sanamu moja kwa moja, lakini kuna masanamu mbalimbali ambayo kwamba yanayoabudiwa katika ulimwengu. Leo hata mpira ni moja katika sanamu, sababu watu wanaabudia na watu kufuata na watu kufuatilia. Watu wako tayari sana kuacha chochote kile, kuacha ibada, kuacha mambo ya kheri, lakini akienda kumanie suala la kuingia mpirani au kuangalia mpira katika televisheni. Mpira ni haramu, si haramu? Leo sio darasa yake na sio muda wake wa kuyazungumzia haya, lakini itlaqan mpira ni katika mambo yalikuwa sio haramu. Hata kama atokea shekha na utetea, lakini sisi tuko tayari kutoa adilla za wazi ya haramu, lakini inshallah taala tutakuja kuleta upana wake darasa inayohusiana na mpira peke yake. Kwa hivyo mambo ambayo kwamba yako ni mengi leo yanayoabudiwa na watu baada ya kuwa ni mpira, lakini pia watu wanaabudu vile vile majukumu yao, kazi walizokuwa nazo Waislamu. Mtu hayuko tayari kuacha kazi yake kwa ajili ya ibada. Hii ni moja ya sanamu ambayo mtu anaabudia bila kujua, kwa sababu unaitii. Kuabudia ndio bila kutii kitu katika misingi ambayo kwamba inayotoa amri. Allah anatoa amri, atiu Allah wa atiu Rasul. Allah anatoa amri, aqimu salata wa atu zakah, au fanya ibada. Sasa umma tulikofika sasa hivi hapa ndo mahali muhimu sana kwa kuweza kumsoma na kumjua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hatuwezi kumjua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila historia, bila kusoma. Tukaa chini tukajifunza, tukasikiza darusi kama hivi, tukakaa misikitini tukaenda darasa kusoma, lakini pia tukasomesha vijana wetu. Umma tuliokuwa nao una umuhimu mkubwa wa kujua historia na maisha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa faidatun ma'rifatu siratin nabawiyya, na moja katika faida ambazo kwamba za kujua historia na maisha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tataaddi athaqafatun wa tarikhiyya. Kwanza kule kujua historia ya Bwana Mtume Muhammad kunapata kutufundisha sisi na kutueleza kwamba kuweza kuijua hasa thaqafatul islamiyya, tamaduni za Kiislamu na maisha sahihi ya Kiislamu, na namna gani Uislamu ulikuwako kabla ya hapa tulikofikia. Lianna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa al-mathalul a'la lilmuslim, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiyo kipigo mfano cha kwanza katika umma wa Kiislamu na dunia. Mmoja katika mawaziri wa Uingereza, sikumbuki ni wa awamu ya ngapi, lakini kwa sababu makala yake ya kihistoria anasema mwenyewe, anasema kwamba lau Waislamu lau dunia ingelifuata maelekezo na maisha ya huyu mtu anaitwa Muhammad, ambaye anayedaiwa kuwa ndiyo mtume wa Waislamu, dunia ingelifuata utaratibu na maisha ya huyu mtu, wakamsoma maisha yake, tabia zake na miongozo yake, ambaye anayedaiwa kuwa ndiyo mtume wa Waislamu, basi dunia yote isingelimwaga damu, dunia yote isingekuwa na dhawda, isingekuwa na fujo, dunia yote watu wangeishi kama ni watu wa baba mmoja na mama mmoja. Huyu anayezungumza ni Mkristo, si Muislamu mwenyewe, na hamkubali Bwana Mtume Muhammad anasema, lakini anasema kwamba lau dunia ingelifuata muongozo huyu mtu anaitwa Muhammad, ambaye anayedaiwa kuwa ndiye mtume wa Waislamu na ana muongozo wake pia ni mashaf ambayo Qur'an,
basi yeye angelifuata huyo maelekezo yake, dunia yote isingelimwaga damu na watu wangeishi kama baba mmoja mama mmoja. Hii inakuonyesha picha kabisa kwamba tayari inakuingia akilini kabisa kwamba kumbe uko uwajibu na umuhimu wa kuisoma na kuijua historia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na moja katika haki pia za mzazi kumweleza mtoto wake ni lazima amweleze maisha sahihi na mwenendo sahihi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kijana mmoja apisha hodi, anapelekwa katika koti ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apelekwa kotini pale kushtakiwa mbele ya Bwana Mtume Muhammad. Iko riwaya mbili, inasemekana Saidina Umar, pia inasemekana ni Bwana Mtume Muhammad mwenyewe. Lakini tunachokitajia hapa ni pale kwamba yule bwana mzazi alimpeleka kwenda kumshtaki mtoto wake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliyomshtaki pale kama bwana, mwanangu huyu anisikilizi, hafai chochote, sina chochote ninachoendana naye kama mwanangu kumtuma, wala siwezi kumtuma. Yule bwana alipoeleza yale, akawa ameonyesha ile hali ya kuonyesha kwamba kwa nini mtoto, yani kama ameonyesha kama kasiriko, lakini akamwambia yule kijana